Maisha ya jela sio maisha mazuri hata kidogo. Sasa Twizy kwa sasa ananyea debe na mtu wa pekee wa kumsaidia ni pesa. Sasa pesa haipo, mke wake mwenyewe hana pesa, lakini kuna mtihani amepewa aweze kumsaidia Mr. Twizy kutoka humu ndani, na huo mtihani amepewa na mwanamke ambaye anampenda mme wake Twizy. Sasa unafikiri kwamba ni kipi ambacho unaweza ukamshauri mke wa Twizy? Je, akubaliane na mwanamke mwenzie kumtoa mme wake, lakini mwanamke huyo aweze kuwa mke mwenza, yani awe mke wa pili, kwa sababu ruhusa inaweza ikatoka kwake na Twizy hawezi kupinga kitu ambacho ameambiwa na mke wake. Kama atakubaliana na ofa aliyopewa na mwanamke mwenzake huko, waweze kufanya biashara ya kuuza utu ili mradi mwanaume wake aweze kutoka, unafikiri kwamba atakuwa amefanya sahihi kama atakubaliana? Na je, kama atakataa mwanamke huyu aweze kuolewa na mme wake, atapata wapi pesa ya kumtoa Mr. Twizy daddy? Sasa kuna mambo mawili ambayo nafikiri yanaweza yakatokea. Kwa namna ambavyo nikiangalia reaction ya mke wa Twizy, sidhani kama atakubali kupokea pesa za mwanamke mwenzake eti kisa amruhusu kuolewa na mme wake, sidhani. Sasa njia nyingine iliyopo ya kupata pesa hapo nafikiri itakuwa ni kwa upande wa pili. Ni simple sana, kwa sababu ukiangalia yeye ni mrembo, anaweza akapata mwanaume wa kumsponsor. Sasa sidhani kama nayo hiyo itakuwa inafaa kwa upande wa pili. Sasa tuangalie ni njia ipi ambayo atakwenda kuitumia, ndugu mpenzi mtazamaji. Sasa hii hapa ni Anova Films, huu ni uchambuzi furu kabisa wa tamthilia nzuri ambayo inakwenda kwa jina la Mtoto Wangu. Kwa sasa ni kuombe uweze kusubscribe, halafu tukutane kwenye vigongo vingine ambavyo vitakuwa vinafuata. Hapa tunajiuzana yale ambayo yanaweza yakatokea kwenye episode ambazo zinafuata. Unafikiri ni kipi ambacho atafanya mke wa Twizy ili aweze kumtoa?